lakini anatokea mtu mwingine anasema hiyo taarifa uliyoitoa sio sahihi. Naam. Na hiyo taarifa unayoitoa ina madhara. Anakuchukulia hatua. Anakuchukulia hatua bila kuja na ushahidi mwingine kwamba hapana, shati ni hili hapa na vishikizo vyake ni 5. Katika uhuru wa kutoa maoni, hili likoje? Nadhani utakuwa umenielewa. Naam, nimekuelewa. Na ndio maana pia kuna changamoto sana kwenye uhuru wa kujieleza, ikiwemo uhuru wa kutoa maoni. Sheria kidogo zinaonekana kubana huu uhuru kwa namna mbalimbali, lakini sheria hizo pia zinatoa kitu tunaita nafuu. Kwa Kiingereza tunasema remedy. Kwa sababu kisoma katiba ibara ya 13 kuna mahala inasema kwamba mwenye mamlaka ya kuthibitisha kosa lako ni mahakama pekee. Yani kuna kanuni maalum ambayo inasema mimi ninatakiwa unaruhusiwa kunituhumu kwamba nimetoa taarifa ambazo sio sahihi. Lakini nina haki ya kutochukuliwa kama mhalifu mpaka pale nitakapothibitishwa na mahakama kwamba kweli huyu amefanya kosa fulani. Wewe ni mwanasheria. Naam. Na unadhani kwamba nguvu ambayo imepewa mahakama na uhalisia wa mambo unavyokwenda, unaona kuna usahihi, kuna mlingano unaotakiwa? Mlingano hapana. Sisi tumekuwa tukiliona hilo, na ndio maana tumekuwa tukipiga kelele sana kuhusiana na baadhi ya sheria na vitendo ambavyo tunahisi vinaingilia uhuru wa mhimili huu muhimu wa mahakama. Na ndio maana pia tumekuwa tunapiga kelele tupate katiba mpya, katiba ya wananchi, ambayo itaweka mojawapo ya vitu ambavyo itaweka ni kujaribu kuleta mlingano mzuri wa hii mihimili. Kusiwe kuna mwingiliano sana, ili kuweza kuhakikisha mhimili mmoja hauingilii sana mhimili mwingine katika utekelezaji wa majukumu yake na kuweza kulinda haki. Swali langu moja alafu nikurudishe kwa Evans Bukuku. Wewe ni mwanasheria kabisa kutoka ndani ya moyo wako. Naomba uniambie matamanio yako kuhusu nguvu na mamlaka iliyopewa mahakama. Kama ungekuwa wewe una nafasi ya kufanya mabadiliko, ungefanya mabadiliko gani? Mimi mabadiliko kwa upande wa mahakama, kwanza kabisa ningetamani kuwe na mkazo wa uheshimu wa maamuzi ambayo mahakama inafanya, zile hukumu zinazotolewa. Sababu tumekuwa tuna changamoto, mahakama ni kama vile inakuwa haiheshimiwi sana wakati mwingine. Nitakupa mfano wa kesi ile ya Rebecca Gyumi ya kupinga ndoa za utotoni, ambayo mwaka 2019 mahakama ya rufani ilitoa tena hukumu ambayo ilikazia hukumu iliyotolewa na mahakama kuu, kwamba sheria ya ndoa ya mwaka 71 irekebishwe ili kuweka umri wa kuoa na kuolewa uwe ni miaka 18, kuweza kutokomeza hizi ndoa za utotoni, ambao hiyo inaendana na wajibu wetu chini ya mikataba mbalimbali ya kikanda, ikiwemo mkataba wa haki za binadamu wa Afrika wa Maputo, ambao ni mahususi kwa haki za wanawake, kwa ajili ya kulinda haki za watoto. Lakini imekuwa mpaka leo hii bado miaka 5 bado utekelezaji haupo. Na huo ni mfano mmoja tu. Kwa nini unahisi kwamba haupo? Sasa hapo ndo tunakuja kwa sababu tumeona endapo inatakiwa kitu fulani kipite haraka sana, huwa kuna njia za fast track. Kuna vitu vinapitishwa haraka bungeni. Naam. Lakini kwa nini labda kuna ugumu katika eneo hili, labda kwa experience yako?